Somo ambalo Mungu amenipa leo hii linatoka katika kitabu cha Luka 7. Tutasoma mstari wa 36 mpaka 48, lakini tutakaza ile katika mistari mitatu 36 mpaka 38. So I just want you to understand the full story. Kwa hiyo kwa mtu atakayesoma utasoma Luka 7:36 mpaka 48. Kichwa cha somo kinasema sadaka ya shukrani. Sadaka ya shukrani. Naomba niombe neno. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante Mungu kwa wema wako, asante hata kwa neno ambalo umetupa siku ya leo. Nakusihi Bwana, hili neno likalete matunda katika maisha ya watoto wako. Mungu, nakataa atmosphere yote ambayo Mungu itawafanya wawe distracted. Roho Mtakatifu, nakabidhi masikio yao, mioyo yao kwako, wakapate kupokea hili neno Bwana. Kwa kuwa ninaamini ni kwamba ni neno ambalo Mungu amekusudia watoto wako kulisikia ili likawape hatua katika maisha yao. Na sisi Bwana tunanyenyekea kwako, tunakusihi mapenzi yako Mungu yakapate kutimia katika maisha yetu siku ya leo. Ni katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru. Amen. So neno linatoka katika kitabu cha Luka 7:36 mpaka 48. Naomba usome so watu wapate background nzuri ya hili somo, and then tutaenda kwenye mistari mitatu ambayo nitafocus zaidi. Karibu mtumishi. Luka 7:36. Mtu mmoja katika Mafarisayo alimwalika ale chakula kwake. Akaingia katika nyumba yake yule Farisayo akaketi chakulani. Na tazama, mwanamke mmoja wa mji ule aliyekuwa mwenye dhambi alipopata habari ya kuwa ameketi chakulani katika nyumba yule Farisayo, alileta chupa ya marimari yenye mahamu. Akasimama nyuma karibu na miguu yake, akalia, akaanza kumdondoshea miguu machozi yake na kuipangusa kwa nywele za kichwa chake, akiibusubusu miguu yake na kuipaka yale mahamu. Basi yule Farisayo aliyemwalika alipoona vile, alisema moyoni mwake, mtu huyu kama angekuwa nabii, angemtambua mwanamke huyu amgusaye ni nani, naye ni wa namna gani, na ya kwamba ni mwenye dhambi. Yesu akajibu akamwambia, Simoni, nina neno nitakalo kukuambia. Akasema, Mwalimu, nena. Akasema, mtu mmoja mkopeshaji alikuwa na wadeni wawili, mmoja amwia dinari 500 na wa pili 50. Nao walipokuwa hawana cha kumlipa, aliwasamehe wote wawili. Katika hao wawili, yupi atakayempenda zaidi? Simoni akajibu akasema, nadhani ni yule ambaye alimsamehe nyingi. Akamwambia, umeamua haki. Akamgeukia yule mwanamke akamwambia, Simoni, wamuona mwanamke huyu? Niliingia nyumbani mwako, ukunipa maji kwa miguu yangu, bali huyu amenidondoshea machozi miguu yangu na kuipangusa kwa nywele za kichwa chake. Wewe hukunibusu, lakini huyu tangu nilipoingia hakuacha kunibusu sana miguu yangu. Hukunipaka kichwa changu mafuta, bali huyu amenipaka miguu yangu mahamu. Kwa ajili ya hayo nakwambia, amesemewa dhambi zake ambazo ni nyingi, kwa kuwa amependa sana. Lakini asamehewaye kidogo, huyo hupenda kidogo. Kisha akamwambia yule mwanamke, umesamehewa dhambi zako. Bwana Yesu asifiwe. Wengi mnafahamu hii story, lakini katika hii story ukisoma katika maandiko tofauti, na Yohana ameandika, Mathayo ameandika, kuna sehemu ambapo Yesu alisema kwamba huyu mwanamke atakumbukwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa leo hii Mungu anataka tumwangalie huyu mwanamke, kwa sababu bado ni sauti ndani ya kanisa, ni bado ni mwanamke ambaye anatakiwa kusikilizwa na hichi kizazi, na ni bado ni mwanamke ambaye anaweza kutufundisha lile kusudi ambalo Mungu anataka tulisikie siku ya leo. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mithali 1:8, nasema, mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako, wala usiache sheria mama yako. Wala usiache sheria ya mama yako. Leo hii Mungu atatumia huyu mwanamke kuzungumza na sisi kwa ukubwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tutaenda kusoma mstari wa 36 na 37. Neno la Mungu linasema, mtu mmoja katika Mafarisayo alimwalika Yesu ale chakula kwake. Akaingia katika nyumba yake yule Farisayo, akaketi chakulani. Na tazama, mwanamke mmoja wa mji ule alikuwa mwenye dhambi. Alipopata habari ya kuwa ameketi chakulani katika nyumba ya yule Farisayo, alileta chupa ya marimari
yenye mahamu. Okay. So ukisoma hili neno, kwanza kabisa tunaona kwamba katika huu mstari wa kwanza wa 36, mwandishi anatueleza kwamba kulikuwa kuna tukio lilikuwa linaendelea katika huu mji katika ule muda. Ya kwamba kuna Farisayo mmoja, mtu mmoja kati ya Mafarisayo. Tunajua kwamba Mafarisayo ni wale walikuwa wanapinga injili ya Yesu. Kuna namna ambavyo sheria yao na namna ambavyo Yesu alikuwa anafanya walikuwa hawaendani. Yaani wanaona kwamba Yesu haendi sawa sana na ile sheria, the law of Moses. Kwa hiyo kuna namna ambavyo walikuwa hawana ukaribu naye. Lakini tunaona sasa katika wale wengi tunaambiwa kwamba kuna yule Farisayo mmoja alimwalika Yesu, manake alimkubali, alitamani kuwa karibu naye. Akasema alimwalika ili aje kula chakula kwake. Kwa hiyo tunaona huu ni mwaliko. Leo hii tukiangalia tumekusanyika hapa kwa sababu kuna mwaliko ambao tumepewa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwaliko ambao umetukutanisha hapa. Lakini kitu ambacho natamani tufahamu, na huyu mwanamke anatufundisha kitu ambacho alikiona huyu mwanamke, kwamba namba moja alijua kwamba Mafarisayo hawako vizuri na Yesu. Lakini imekuwaje katikati ya wote hawa huyu Farisayo huyu amekubali kumkaribisha Yesu? Maana there is something different kuhusu huyu Farisayo. Kuna namna ambavyo ndani yake kuna nuru imeangaza ndani yake ya kwamba amekubali kupokea yale ambayo Yesu alikuwa anafundisha. Tukisoma neno la Mungu tunaona namna ambavyo Yesu aliponya, tunaona hata katika huu mlango Yesu pia alifufua. Kwa hiyo tunaamini kwamba na huyu mwanamke alichokiona kwa huyu Farisayo ni kwamba ni yule ambaye alimkubali Yesu. Manake kama alimkubali Yesu, manake alikubali pia na yale matendo ambayo Yesu alikuwa nayo. Alikubali yale mafuta ambayo Yesu alikuwa nayo. Kwa huyu mwanamke ninaamini kwa sababu ya namna ambavyo hawa Mafarisayo walikuwa na behave, kuna namna ambavyo waliweza kudiscern. Nasema kwamba natazama mwanamke mmoja wa ule mji, naamini kwamba kulikuwa kuna wanawake wengi. Lakini huyu mmoja, kitu ambacho kinamtofautisha na wanawake wengine ni kwamba aliweza kuanza kudiscern ya kwamba okay, kweli kuna hii invitation nakuja. Lakini kitu ambacho ninaenda, kwa sababu nasema kwamba natazama mwanamke mmoja alikuwa alipopata habari ya kuwa ameketi. Nani ameketi? Yesu. Chakulani. Manake kitu ambacho kilimove huyu mwanamke hata kwenda katika hili tukio au hapa katika huu mwaliko ni kwamba kuna huyu Mfarisayo ambaye alikuwa na Yesu. Kuna mialiko mingi ambayo tunakutana nayo wapendwa. Kuna mialiko mingi ambayo ipo, lakini ni wachache ambao wanaweza kudiscern ile mialiko ambayo ina Yesu katikati ya ile mwaliko. Wanaweza kudiscern kwamba katika huu mwaliko kuna yule ambaye ana Mungu, ana Yesu. Kwa sababu sasa kikawaida tunasema kwamba we should not waste time. Anybody who wants to be successful lazima uwe vizuri kwenye muda wako. Where are you investing your time? Tunajifunza kwamba sio kila mwaliko tunasemanga ni wa kwenda, lakini unajuaje mwaliko sahihi wa kwenda? Hapa tunajifunza kwa huyu mwanamke aliweza kudiscern kwamba katika ule mwaliko kweli ni mwaliko wa chakula, lakini katika huu mwaliko kuna yule ambaye ana Yesu. Kuna Yesu katika huu mwaliko. Manake hakutaka tu kwenda kikawaida. Alijua kwamba nikienda katika huu mwaliko kama kuna Yesu, kuna huyu ambaye amebeba uponyaji kama na ugonjwa. Kuna huyu kama ana Yesu, manake kuna breakthrough yangu anayo. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona kwamba alialikwa kwa ajili ya chakula. Tunaona namna ambavyo the Lord also he welcomed the fellowship of food. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua kwamba hata the adui anaanza kuchukua njia ya chakula kufanya uharibifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini hili neno linakuja kwanza? Kwa sababu tunajua kwamba Mungu amesema kwamba hatutaishi kwa neno tu, lakini tutaishi kwa kila ambacho tunapokea. Lakini sasa lazima tuwe makini wapendwa. Kokote ambapo tunaenda tunatakiwa tuwe waangalifu, kwa sababu the body of Christ inakuwa destroyed kwa vile ambavyo tunapokea. Nje ya kupokea chakula ambacho ni physical, lakini kuna maarifa mengine ambayo tunapokea ambapo Mungu hayupo katika hayo maarifa. Anakualika, umediscern ya kwamba huyu ananialika na Mungu ndani yake. Wamama tunapenda kwenda kwenye matukio mengi ya kujifunza. Tunaweza kudiscern kwamba huyu anatualika ana Mungu, lakini hata hao guests wana Mungu ndani yao. Kwa sababu hakuna kitu ambacho kitakuwa very dangerous katika society kama tutaendelea kwenda kwenye sehemu ambapo tutapokea vitu ambavyo vina sumu ndani yake, na sisi tukivipokea manake tutaenda kuachilia kwa watoto wetu, na kinachotokea ni kwamba ni uharibifu utaendelea from generation to generation. Kwa kitu ambacho tunajifunza kwa huyu mwanamke ni umakini wa kuweza kudiscern invitation ambazo zinakuja katika maisha yetu. Kwa kote ambapo tunaalikwa mababa ambao tunaenda kujifunza kuhusu fedha, lazima tuende tuwazi kwamba huyu mtu ana principles
za kimungu ambazo anaenda kutupa, kwa sababu tunajua katika neno Mungu ataliangalia kulitimiza. Katika maarifa ambayo tunajua kuna Mungu ndani yake, maana yake kuna Roho Mtakatifu ambaye atatuwezesha hata katika vile tunavyojifunza tukapate kuvifanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wameelewa point namba 1? Ya kwamba huyu mwanamke anatufundisha kwamba lazima to discern the presence of God katika kila mwaliko. Kwa sababu hicho ni kitu ambacho alikifanya. Alipopata habari kuwa ameketi chakulani, manake alikuwa anaangalia kwamba huku napoelekea kuna mtu wa maana, lazima niende. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni point namba 1 natamani sana tufahamu wapendwa, lakini sio tu kwamba tunapoenda kokote. You know, most times when even we come to church, tuna mindset ambayo tunasema kwamba I have to go to church. Let's say kwamba mtumishi G hayupo, lakini mama Mariam anatoka kusimama. Wengine wana mentality kwamba mama Mariam mtumishi G hayupo, then mama anaenda kujipokea nini? You have to have a mindset ya kwamba yeyote ambaye Mungu anamsimamisha hapa, we hear God is within us. Tuko hapa kwa ajili ya kuachilia kile ambacho ameweka ndani yetu. Kanisa hatuvuki, hatupigi hatua, kwa sababu tuna condition Mungu ya kwamba I can only hear if somebody speaks. I have this mentality, lazima nimsikilize mtumishi fulani. Lakini sasa huku tunaenda slow motion na Yesu, kwa sababu huyu Yesu, as long as he has anointed his servant, haijalishi amekutana nao wapi. Wengi ambao wanasimama tayari behind the scene wameshapikwa. Wana wa Israeli walikuwa hawafahamu namna ambavyo Mungu alimtengeneza Musa, lakini ni yule ambao alimwandaa kwa ajili ya kuwatoa wana wa Israeli. So mtumishi yote ambaye anasimama, you should not look at mtumishi, mwangalie Yesu aliyoko ndani yake. If that mtumishi ana carry the presence of the Lord, ana carry the word of the Lord, it is sufficient for you to hear. It is sufficient for you to open your heart to receive. Kwa sababu sasa kanisa halisogei. Roho Mtakatifu hawezi kuachilia neema yake, kwa sababu sasa watoto wake wamefunga mioyo yao kwa certain ministers. Wamefunga mioyo yao to certain people they will hear. Na kwa sababu wamefunga mioyo yao to certain individuals, unakuta sasa ile siku ambayo mtu anatakiwa kupokea breakthrough yake anakwama. Napenda kuambia wageni wanaokujaga kule reality, napenda kuambia kwamba najua wengi wenu mmekuja kwa sababu mnataka kumuona Pastor Sandbella Kiando. Lakini huyu minister sasa hivi alipo, ameshawapaka mafuta watumishi wake huku chini. Kuna disciples, kuna mapasa wengine. Naambia kwamba wakati mwingine unaweza kukaa hapa hata miezi 2 haumuoni, lakini kuna disciple tayari ameshapaka mafuta kuhandle your case. Ukiendelea kukaa na msubiri ya kwamba Pastor Sandbella anihudumie, utajikuta kwamba hiyo kesi yako imefungwa ndani ya wiki 2. Pastor Sandbella hayuko available within those 2 weeks, lakini kuna mtumishi ameshamwandaa kwa ajili ya kukuvusha. Wapenda, tufungue mioyo yetu kwa ajili ya Mungu, tusiwe tunachagua. Jamani, wangapi mmenielewa? Okay, tuendelee. Point namba 2. Nini ambacho tunaweza kujifunza kuhusu mwanamke? Tukisoma mstari wa 37. Alivyotambua kwamba Yesu ameketi chakulani, huyu mwanamke alichokifanya, hakujiandaa kwamba anaenda kula. Alisema as long as there's a presence of this God here, as long as Yesu yuko hapa, siwezi kwenda mikono mitupu. Neno la Mungu linaambia kwamba alijiandaa. Akaenda akaleta chupa, akaenda manake kwanza akachukua chupa. Na ukisoma hii story nakwambia kwamba hii fragrance aliyochukua, it was costly. It was very expensive. Manake sasa alivyojua kwamba anaenda kukutana na Yesu, alijiandaa. Manake sasa alisema kwamba siwezi kwenda mikono mitupu. Ni nini ambacho naweza kumpelekea huyu? Wengi ambao tunakuja kwa Yesu tunakuja kwa sababu tunataka kupokea. Hatujiandae kwamba tunaenda ku minister to him. Hatujiandae kwamba kuna kitu ambacho ninacho kwenye nyumba yangu. Yes, sina breakthrough yet kubwa ya uchumi, lakini kuna hichi ambacho nilichonacho ndani yangu ambacho ninaweza kukipresent kwake. Wengi tunaenda tunasema no, today God, I want breakthrough. Ninataka breakthrough kwenye uchumi wangu. Ninataka breakthrough ya uponyaji. Ninataka breakthrough. Neno la Mungu linaambia kwamba huyu mwanamke alikuwa na dhambi, alikuwa anajulikana na dhambi. Tutaendeleza zaidi. Maana tayari mwanamke ambaye kweli tunaona alikuwa na uhitaji, kwa sababu kwenye dhambi kuna mauti. Huyu mwanamke destiny yake tayari ilikuwa hana mwelekeo wote. Lakini tunaona kwamba wakati alivyojua kwamba kuna uwepo wa Yesu katika ile eneo, akaanza kujiandaa. Katika vingi alivyokuwa nacho, akaangalia kile ambacho kina thamani.
kina thamani kwake, kimebeba thamani. Akasema hichi nitaenda nacho kwa Yesu. Leo natamani ni kuchallenge ya kwamba tukiwa tunakuja kwenye nyumba ya Mungu na tunakuja kukutana kwa Yesu, tusije kikawaida, tusije kupokea tu, tuwe na kitu ambacho tunasema leo hii ninaenda kwa ajili ya kumtolea Bwana hichi, na kiwe kimebeba value kwako. Wengi tunaweza kusema kwamba you know what, this is extra, lakini ukielewa namna ambavyo Yesu alivyo, he's actually looking for what is coming from your heart, what is coming from the deepest place of your heart. Ndio maana sasa katika wale ambao wana vingi wanatoa, you know, mtu ana milioni 100, okay, au ana bilioni moja kwenye account, akija kwenye kanisa akitoa milioni 10, tunaweza kumpigia makofi, ametoa sana, lakini Mungu anaangalia kule kabakiza hela nyingi zaidi. Lakini kuna mwanamke ambaye anaweza kuwa na 10,000, akatoa katika ile 10,000 akatoa 5,000. The Lord is saying no, this one is different. Kuna namna ambavyo lazima tujue namna ya kumgusa Yesu kabla hajatugusa. Lazima tujue namna ya kutouch his heart kabla hajatugusa sisi. Kwa sababu tukimwelewa namna ambavyo Yesu alivyo na ukuu alioubeba, tutagundua kwamba there's nothing that we have that is worth anything that is more than him. Chochote alichonacho kina price, yeye mwenyewe price yake ni kubwa na chochote ambacho we own. So tunachokileta, what is looking for is our heart. Hicho tunachokileta kwangu. Leo hii tumekuja na mioyo ya shukrani. Lakini have you taken time to reflect ni nini ambacho Mungu amefanya kwa ajili yako? Ni nini Mungu amefanya kupitia hili kanisa kwa ajili yako? Ambacho sasa umekibeba kwenye moyo wako na umesema kwamba no, kuna sadaka. Ni namna gani ambavyo leo hii umejiandaa kwa ajili ya kumgusa Yesu? Kwa sababu huyu mwanamke anachotufundisha ni kwamba alitafuta kile ambacho kina thamani kwake. Lakini sio tu kwake tu, hata jamii ilikuwa inajua kwamba haya manukato aliyobeba ni yana thamani kubwa. Lakini kwa yeye alijua kwamba huyu nampelekea, nikiangalia condition nilionayo, ninajua kwamba sistahili kwa namna ambavyo hizi dhambi I am responsible for them. But today I just want to touch him. I want to minister to him. Neno la Mungu linaniambia kwamba kabla wa mitume hawajatumwa kwenye assignment, the Bible says they minister to the Lord. Before Samuel was assigned to his job, he ministered to the Lord. What have you carried today to minister to him so he can release you katika ile nafasi ambayo amekusudia? What have you carried to minister to him that through you touching him atakupeleka sasa katika ule ukubwa ambao amekusudia? Kwa sababu kuna matendo ambayo tutayafanya, sio praying. There was a day when I was in church na niko katika worship. And you know, kuna namna ambavyo sasa umeshazoea kwa uwepo wa Mungu, you need to ask. And I remember the Lord was saying clearly to me, I said, "Sia, can you just be still and just worship without asking?" Unajua unaweza kuwa una worship kwenye kinywa, ndani yako kuna namna ambavyo unamwambia Mungu nikumbuke. Lakini the Lord was talking to me inwardly. Akasema, "Sia, can you just worship? Worship. I know your needs, but just worship me. Worship me. In my presence we worship because I know how to meet your needs." And the Bible says, "Seek first my kingdom." What is happening in the kingdom? They're worshiping him. Worship me. Worship me. I know how to sort all your needs. Leo hii ninaamini kwamba tutapata muda hata kumwabudu Mungu, lakini ni fundisho ya kwamba tunatakiwa tujue katika uwepo wa Mungu tunavyokuja kwake ni nini ambacho anakivalue, na tukiweza kuminisa kwake kile ambacho anakivalue, I'm telling you, kuna breakthrough hazihitaji hata kuomba, kuna breakthrough ambazo hazihitaji hata kufast. The breakthrough that just need for you to just come and touch him the way he is used to it. Nasemaga napenda kufundisha kwamba we don't tell God what we should do for him. It's like we need to yield to him and say, "God, what do you want us to do for you?" Kwa sababu tayari he's stationed. Leo hii amezoea kuabudiwa. Uweze kusema kwamba why should I worship him? No, it is his divine nature is supposed to be worshipped. Kwa hiyo ukija kwake tunatakiwa tujiadjust kwake kwamba this God is supposed to be worshipped, I need to worship him. Ukiline up yourself with what he likes and what he is accustomed to, tutaona breakthrough kubwa sana katika maisha yetu. Na hichi ni kitu ambacho kanisa lazima tufundishe watoto wetu ya kwamba Mungu huyu tunashukaga kwake all the time. Because when we yield to him, he will lift us up beyond what we can imagine. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo ni point ambayo natamani sana uibebe leo, ya kwamba tuje kwa Kristo. Lakini kitu ambacho napenda kwa huyu mwanamke, ukisoma hili neno la Mungu linatuambia kwamba mstari wa 38. Mstari wa 38. Akasimama nyuma karibu na miguu yake, akilia, akaanza kumdondoshea miguu machozi yake na kuipangusa kwa nywele za kichwa chake, akiibusubusu miguu yake na kuipaka yale mahamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitu ambacho napenda sana kuhusu mwanamke ambaye tunaweza kujifunza, ya kwamba huyu mwanamke wakati anaenda sasa katika ule mwaliko, ninaamini kwamba huu mwaliko ulikuwa include other people from outside. Ndio maana tukuona kwamba Farisayo wanamtoa nje, manake wengi walikuwa wamealikwa kukutana na kula meal na yeye. Lakini sasa kitu ambacho napenda ni kwamba huyu mwanamke wakati anatoka, she was very intentional, kwa kwamba alichukua perfume, na perfume manake alikuwa na focus kwenye mwili. Okay? Kwa huyu mwanamke ambaye alikuwa anatoka, she's going to focus on the body of Christ. Sasa kwa nini leo hii Yesu anataka tuangalie hili neno? Kwa sababu sasa when we are coming to him, lazima tuwe tuna mindset kwamba we have come today to the body of Christ. The church is his body. Tunapoangalia kanisa au mwili wa Kristo una members au una vitu vingi ndani yake. Huyu mwanamke katika ule mwaliko ambao alikuwa anatakiwa kula na kuenjoy, her focus was the body of Christ. What can I do for the body of Christ? What can I do for this body of Christ? Neno la Mungu linaambia katika version nyingine au waandishi wengine, kuna namna ambavyo walianza kumuuliza huyu mwanamke kwamba haya marasha yatakiwa kupelekwa kwa yatima wenye uhitaji. Kwa nini haya marasha ya kuuzwa yakaenda kuwasaidia wahitaji? Lakini kitu ambacho leo hii Mungu anataka tukiangalie ni kwamba as much as tutakuwa tunawahitaji nje ya kanisa letu, kuna wajane kweli, kuna yatima kweli, kuna wanaohitaji msaada, lakini we cannot neglect the body of Christ. Ndio maana hapo unaona kabisa kwamba Yesu anakuwa very clear. Anasema kwamba you will always have the need with you, lakini bado pia tutakuwa na the body of Christ. Bado body of Christ ina uhitaji. Ndio maana sasa katika hii story tunaona kwamba huyu mwanamke aliangalia mwili wa Kristo, lakini sasa akawa also na focus katika ule mwili wa Kristo. Katika huu mwili wa Kristo, eneo ambalo mimi nataka niliguse ilikuwa ni miguu yake. Kwa sababu neno la Mungu linaniambia kwamba akasimama nyuma karibu na miguu yake. Tunajua kwamba the body of Christ, kanisa lina uhitaji mwingi. Kuna wengine wanaweza kusema kwamba mimi kuna namna ambavyo Mungu amenigusa na kupitia hili somo. Eneo ambalo Mungu amekuwa anasema na mimi nikiwa kanisani ni this altar. I'm moved kuhakikisha kwamba hapa madhabahuni kunakaa sawa. This is the church of Christ. This is the body of Christ. Kuna wengine wataje wasema kwamba no, sisi vyombo nataka kuwa sehemu ya kuhakikisha kwamba vyombo kama mbinguni wanaabudu na kusifu. I want the body of Christ kuwa na uwezo wa kuwa na vyombo ambavyo vitahakikisha kwamba what is happening in heaven is happening on earth. Nitasimamia vyombo ndani ya the body of Christ. Ninatamani tujifunze kwa huyu mwanamke, kwa sababu huyu mwanamke leo hii anakuja kwetu, kwa sababu hii message bado Yesu anataka tuisikie kwenye kanisa, ya kwamba kweli tunaenda nje, lakini wapendwa, tusisahau kwamba bado Mungu anaangalia mwili wake. Je, tunautunza mwili wake? Je, kanisa tunatunza huu mwili ambao ametupa? Naomba nisomee kitabu cha Hagai 1:4-8. Hagai 1:4-8. Biblia inasema, je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao, iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika? Basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi. Mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji. Mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto. Na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kuutia katika mfuko uliotoboka toboka. Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Pandeni milimani mkalete miti, mkaijenge nyumba, nami nitaifurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Bwana Yesu asifiwe.
Wakati nasoma hili neno, Roho Mtakatifu akanipa mstari. Akanisisitizia kuelewa namna ambavyo kweli tunaweza kuwa tunafanya vitu huko manyumbani kwetu. Kweli tunapambana na biashara zetu, lakini hatusogei kwa sababu we are not paying attention to the body of Christ. There are two things here. Number moja, hatutakiwi kuneglect the body of Christ. Kusema kwamba Mungu, mimi ninasaidia yatima na wajane. Alafu sasa kwa sababu nafanya hivyo, then the body of the Christ hainihusu. Sio kweli. Kwa sababu Yesu hapa anatuambia kwamba no. As much as you are going to help the needy, lakini bado nataka ufocus kwenye hii mwili wangu hapa kanisani. Unaweza kusema kwamba Mungu, mimi nimejitoa kwa ajili ya kuwasaidia wajane. Yes, is correct. Kwa sababu je, wajane watakuwa nao, lakini hata hili kanisa mwili wangu bado utakuwepo. Kwa lazima wapendwa tu waangalifu, tusio tunajikita sehemu moja, kwa sababu unaweza kukuta kwamba kuna sehemu hauvuki na leo hii haujavuka, na neno Mungu amekupa hili neno leo hii kwa sababu anataka kuvusha. Kuna sehemu ambapo umekuwa hauangalii huu mwili, the body of Christ. Ndio maana kitabu cha Hagai Mungu anakuja asema no. You are building houses. You are driving good cars. You are taking your children to good schools. But how about the church? How about my house? There's a special blessing that is assigned to the body of Christ. Na huyu mwanamke, she was able to discern it. Alijua ya kwamba yes, ninajua katika hili tukio kuna kula, lakini mimi hapa moyoni mwangu kuna namna ambavyo I need to touch the body of Christ. Na neno la Mungu linaambia kwamba alienda kwenye miguu yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni muhimu sana tukawa tuna uwezo wa kujua Mungu anatamani tufanye nini nje ya kusaidia wengi. Tusineglect kanisa au tusineglect wapendwa, tusineglect kusudi ambalo Mungu analiona, ambalo lina mata kwake, lina maana kwake. Mimi napenda kusema kwamba I need to know what matters to God and I walk with it. Na ni nini ambacho Mungu anataka? Ni principle gani? Ni utaratibu gani? Kwa sababu tukiishi ndani ya mapenzi yake, tutaona manifestation kubwa katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Point ya 3. Kwa point ya pili nimesema ni nini? To neglect the body of Christ. Bwana Yesu asifiwe. As much as tunasaidia nje na familia zetu na watu wengine, lakini kama kanisa na kama watu wa Mungu, tuna wajibu wa kutunza kanisa lake na kutunza the body of Christ. Amen. Tunaenda kwenye point namba 3. Huyu mwanamke ukisoma hili neno, ukisoma Luka 7:37, neno la Mungu linatuambia, natazama mwanamke mmoja wa mji alikuwa mwenye dhambi. Huyu mwanamke, what I love about her ni kwamba the condition alivyokuwa, it was transparent. Alijulikana ni mwanamke mwenye dhambi. Manake huyu mwanamke anaonyesha she's revealing the sin that she was carrying. Lakini pia ni mwanamke ambaye leo hii Yesu anataka tumwangalie. Ni kwamba ni yeye ambaye anatuonyesha dhambi ambazo ziko katika maisha yetu, ambazo yamkini hazijakuwa pointed out, lakini Yesu anaziona. Utofauti wa kipindi kile, exposure ilikuwa ni kubwa. Akitenda dhambi it is made in public. Lakini kizazi cha hichi cha leo, dhambi zinafichwa. Yaani zinafichwa. Yaani watu wanafanya vitu ndani kwa ndani huko. Kwenye familia kuna vitu viko ndani kwa ndani vinafichwa. Ndio maana mimi nasema kwamba ni muhimu sana mpendwa, ukajua kwamba katika familia yangu ni dhambi gani ambazo ziko huko chini ambazo mimi nikiangalia maisha yangu naona sivuki. Ukimsoma huyu mwanamke, neno la Mungu linaambia kwamba alifocus kwenye miguu ya Yesu. Alifocus kwenye miguu. So when I was reading this word, the Holy Spirit was saying he was focusing on the feet because yeye tayari neno la Mungu linaambia kwamba alikuwa ni mwanamke mwenye dhambi. Na tunajua kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Maana kokote kwenye dhambi kuna mauti. Maana huyu mwanamke alikuwa hana hatua kwenye uhai. Manake tayari alikuwa na limitation. Sasa kitu ambacho alikuwa anakiangalia kwamba mimi mwanamke tayari nikijiangalia, sina miaka mingi mbele yangu ya kuishi. Kwa sababu tayari naona kwamba mauti iko pamoja na mimi. Sasa ni nini ambacho alikuwa anakitamani? Ni hatua ya kwamba nikiangalia historia ya Bwana Yesu, tayari ukisoma kitabu cha hichi cha Luka 7, ukisoma mstari wa 11, neno la Mungu ambao kwamba kuna mwanamke mmoja mtoto wake alifariki. Na Yesu akaweza kufanya nini? Akaweza
resurrect, manake to bring back to life. Maana sasa huyu mwanamke tayari anaona kwamba ninaishi hali ya dhambi, na kama niko katika hali ya dhambi tayari mauti iko na mimi. Wapendwa, uhalisia uko pale pale, kwenye dhambi kuna mauti. Yaani wakati mwingine unaweza kukaa ukasema kwamba Bwana Yesu, mimi biashara yangu haisogei, lakini Mungu akiangalia biashara yako anaona kuna uovu pale. Haulipi taxes za serikali, bei unazoweka ni bei za wizi. Sio, umeelewa? Yaani akiangalia biashara yako naambia Bwana Yesu biashara yangu haisogei, lakini akiangalia principles zake ambazo zinatakiwa kukusaidia kwenye mafanikio ya biashara, ya uchumi, akiangalia tayari kuna vitu ambavyo unavifanya, unaibia serikali, hapo ameshamark. Hiyo bei unaiweka ki-standard, hiyo bei extra, kuna extra ambayo unaweka ni wizi. Because sasa if you are taking extra from somebody else unamwibia, si ndio jamani? Sasa tayari akikuevaluate anaona dhambi iko hapa, na katika dhambi kuna mauti, maana yake hakuna usawi. Unaweza kukaa ukamwambia Bwana Yesu nisaidie, lakini akikuangalia kwamba naona kwamba wanakusaidiaje wakati hiyo dhambi haujaweza kuirecognize. Huyu mwanamke alijua kwamba mimi mwanamke ninaishi katika hali ya dhambi, nina dhambi ambayo ninayo, lakini katika hii dhambi naona sipigi hatua. Wapendwa, katika hili neno ni time pia kureflect. Reflect maisha yako unayoishi. Reflect kazini kwako. Reflect, kwa sababu wengi ahadi za Mungu tunaona hazitimii katika maisha yetu. Kwa kuwa kuna hizi dhambi ambazo tunaweza kuwaza ni dhambi ndogo, lakini kwa Yesu hatupimi dhambi kwa udogo ukubwa. Kwake yote zote ni sawa. What we need to do is change our ways. Ndio naona huyu mwanamke anakuja. She knows kwamba mimi ni mwenye dhambi. Inajulikana, mimi mwenyewe ninajua. Jamani, tusipende kuficha hizi dhambi mbele za Yesu. Lakini pia tuachane na dhambi ambazo sisi wenyewe tunajua kwamba tumezitenda. Lakini tusijidanganye kwamba katika familia zetu na misingi ya familia hakuna uovu. Ndio maana mimi napenda sana kujua kwamba kuambia kila mtu kwamba ni muhimu kujua historia ya kwenu ikoje. Ni nini kinifanikisha bibi yako babu yako akawa na mafanikio? Kwa sababu lazima kuna principle ya kiroho aliapply. Hiyo principle ya kiroho imekaa upande wa Mungu au upande wa shetani? Ukisikia kwamba sisi hapa tulikuwa tuna uwezo wa kufanya mambo makubwa kwenye familia, ya kwamba tulikuwa wafanya biashara wakubwa au tulipewa nafasi kubwa za uongozi kwenye familia, it's ukitrace kwenye familia utagundua kwamba kama mtu ni kiongozi kwenye msingi kwa familia, Mungu ameachilia neema ya uongozi. Kama mtu ni mfanyabiashara, Mungu ameachilia neema ya mfanyabiashara ndani. Ndio utakuta kwamba sawa, kuna babu alikuwa mfanyabiashara, katika hao akazaa watoto wake 10, katika 10 kuna 5 wakawa wafanyabiashara, kuna wengine, yani kuna biashara utashuka. Lakini sasa mwisho wa siku utajuaje kwamba ni salama katika hiyo hatua unaenda? Kwamba kuna huyu babu huku chini kweli alifanikiwa, lakini ni principle gani za kiroho zilimfanikisha? Ni jukumu lako mpendwa kujua. Kwa sababu wengi ndio tunakwama hapo, not knowing the history na principles za kiroho ambazo ziliwafanikisha huku chini. Ndio hapa ambapo vita yetu inakuwa kubwa. Huyu mwanamke alikuwa na dhambi, haikufichwa, wale neno hakuficha. Lakini mwanamke pia alijua namna kujievaluate. Lakini katika kujievaluate alijua kwamba lazima sasa nianze kujenga. Ukanamona anamwendea Yesu, lakini kitu anachokifanya anaenda katika miguu yake, anaanza kulia. Maana yake tunaona kwamba anatafuta toba, anatafuta rehema. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nasema kwamba mafanikio yote tukitaka kweli kuwa nayo na Mungu ni kuwa wazi mbele yake. You have to be honest with him. Be honest with him. Hakuna kitu ambacho kinanipa changamoto huko kwenye huduma. Unaombea mabinti, unaambia kwamba hiyo nguvu ya giza haitaki kutoka, and then hiyo nguvu ya giza ina reveal ya kwamba the reason why hatutaki kutoka ni kwa sababu huyu baba yake ni mfanyabiashara mkubwa sana, lakini haya mafanikio kuna sacrifice alitoa, kuna sacrifice ya ng'ombe alitoa, lakini pia kuna ajali alisababisha. Kwa kuna damu ziko kule ambazo sasa huyu ana uhalali nazo. Unakuta sasa kwamba huyu binti she stuck, kweli ameitwa kuwa mfanyabiashara, lakini sasa akitembea kwenye hii njia baba yake tayari kuna madai yako hapa ambayo sasa hayampi hatua, kwa sababu sasa hao waliosimama hapa wana uhalali.
Ndio maana huyu mwanamke tunaona anajua kwamba hizi dhambi nilionazo na hizi dhambi nilizonazo mbele za Mungu kweli sistahili kuishi, lakini niko kwa huyu ambaye anaweza kunirudishia uhai. Huyu ni yule ambaye anaweza kunipa hatua. Siendi mbele zake kwa sababu nina demand ya kwamba ni babu yangu alifanya. No, I'm standing here on behalf of my family. I'm standing on behalf of my father. I'm standing on behalf of my mother. I'm pleading for mercy. Lazima tujue leo hii katika hii generation ambayo Mungu ametupa, the moment you hear revelation ya Mungu anakuambia kwamba kuna changamoto kwenye familia, haustakiwi kusema babu yangu alifanya mimi niko safe. As long as you are carrying that surname, as long as is that blood of your father going through your vein, una kila sababu ya kustand in the gap. Kwa sababu kitu ambacho Yesu anatafuta leo hii, ili watoto wake sasa wasogee, lazima wasimame, wale ambao watapata revelation wasimame kuomba toba. Tunasema ya kwamba Yesu amekuja, tazama amekuwa mapya, but you must manifest ya mapya katika familia. It is there, it's true. Amefanya mapya, lakini ile jipya lazima uligrab, ulimanifest kwenye familia. Lazima sasa yule aliyoshinda mauti ana uzima kweli, lakini sasa anaachilia anointing na nguvu ya kukusaidia kwenye familia upambane sasa na ile roho ya mauti. Unapambana from a place kwamba you're already victorious, lakini haimaanishi unaketi, kwa sababu tayari unajua kwamba mimi Mungu amenisimamisha kama kuhani kwenye familia. Kuhani hawalali. As the servants of God, we pray, we fast, we plead for mercy, mercy for the church, mercy for the children of God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu kitu ambacho kitatukwamisha na kinachotukwamisha ni dhambi, my friends. Asilimia kubwa ni dhambi ambazo hatuzifahamu, na hiyo inatukosa. Ndio maana leo hii huyu mwanamke anatuambia kwamba mimi leo hii tunamsoma huyu mwanamke Tiko niko 2025, lakini sasa leo hii tunamuona kama ni yule mwanamke anaotupa taarifa tulipotoka ya kwamba tazameni, ilijulikana kwenye miji yetu kwamba huu mji huu una dhambi. Lazima watoto turudi kwa Mungu kwa toba na rehema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa leo hii katika hii ibada ya shukrani ni sehemu ya kujenga mahusiano yetu na Yesu. Ni sehemu ya kutengeneza mahusiano na Yesu. Tukimwona huyu mwanamke alienda kwenye miguu ya Yesu kutengeneza mahusiano naye. She used that offering as a way of honoring him. Hakuenda kwa sababu ana uwezo wa kulipa. There's nothing that you can, hakuna ambacho tunaweza kukilipia juu ya uhai wetu. Ask anyone who is rich. Hakuna kinaweza kuwa na value ya uhai, hakuna. Huyu mwanamke anaona kwamba hapa naona mauti. Ni nini ambacho nilicho nacho? What I can do naweza kujenga. Let me make my relationship with this God right. Hatutaki jamani tukifika sasa tuko kwenye siku za mwisho, tuko kwenye vitanda vyetu hospitalini ndo tunaanza kujenga na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akianza kuzungumza nawe kuhusu kosa lolote ambalo liko kwenye familia au unalifanya, ni wakati wa kujenga na Bwana Yesu. Hatakiwi tukijenga wakati sasa tuko kwenye vitanda vya mauti, tunakuja sasa kama watumishi tunasema sasa urudie Bwana Yesu. Hapana. Wangapi tunaelewana? Wangapi tunaelewana? Huyu mwanamke anatufundisha katika dhambi ambazo tulizonazo, katika kile ambacho Roho Mtakatifu anazungumza nayo kwamba ikijakaa sawa, ambacho kinakufanya usiwe na hatua katika maisha. Yesu leo hii anazungumza sisi lazima tuyaeke sawa. Bwana Yesu asifiwe. Point ya mwisho. Kitu ambacho napenda kwa huyu mwanamke, yale manukato aliyatumia is like ninaenda kufinalize hili somo na hii point. Huyu mwanamke aliangalia miguu ya Yesu. She approached this part of his body. Na nikasema kwamba huyu ni mwanamke ambaye alikuwa hana hatua ya maisha, hana hatua. Kwa sababu tayari anajulikana ni mwenye dhambi. Lakini sasa leo hii unaweza kuona vitu expensive, lakini Mungu akikuangalia hauna maisha marefu. Yamkini unaweza kusema katika hiyo biashara ulionayo I'm successful, lakini Mungu akikuangalia anaona kwamba hatua zako zina limitation. Yamkini uko katika position ya uongozi au katika position ambayo ya kazini ambayo ni kubwa, and you can feel like because I have all this wealth that is coming from this nafasi na hao watu wanaonizunguka I'm all set, lakini Mungu akiangalia kwenye ulimwengu wa roho anaona kwamba hatua zako zina limitation. Leo hii huyu mwanamke anatuonyesha namna ambavyo alichukua yale mafuta
Sio tu kwamba alikuwa anajenga mahusiano yake na Yesu kwa kulia na kwa toba na moyo wake kubijika mbele yake, lakini akachukua ile marashi akaenda kwenye ule mwili wa Kristo, and then she began to apply. Roho Mtakatifu akaniambia kwamba it's like she was sowing into this part of the body of Christ. What is it? Ya kwamba, God, I need you to redeem me. What part of my life? Which area of your life? Mungu, nahitaji hatua. Ninahitaji hatua ya uhai. Ninahitaji hatua ya uzima. Ninahitaji hatua kwenye biashara yangu. Ninahitaji hatua kwenye uongozi. Ninahitaji hatua kwenye kazi. Lakini tayari ninaona kwamba nina limitation. Leo hii tuko mbele ya Mungu. Kazi yetu ni kuangalia katika eneo letu la hatua. Pale ambapo wewe unaona una limitation, binti kwenye mahusiano, baba kwenye kazi, mama kwenye uzao, kokote ambapo Roho Mtakatifu akikuangalia, as much as outwardly, unaona wengine imekuja kwa njia ndoto ya kwamba you can see kwamba kuna vitu vya ajali vinakuja. Wengine umekaa unaona kwamba kuna namna ambavyo yes I'm in this position, but kuna namna ambavyo I don't feel like I'm going to last in this position. Leo hii Yesu anatuinvite. Kuna tu ambaye anataka kutupa. Kwa sababu kitu ambacho namfahamu Bwana Yesu, katika kila neno kuna breakthrough ambayo anaachilia kupitia neno lake. Neno la Mungu linaambia kwamba huyu mwanamke, what she did, akachukua yale manukato and she began to apply. So she began to sow in that area that she needed breakthrough. She needed redemption kwenye hatua zake. Akaenda sasa akaanza kuapply. Leo hii Mungu atatupa nafasi ya kuja mbele zake. Natamani kwamba tuende tukamwabudu, lakini pia tuende tukamsika katika maeneo ambayo ametuonyesha kwamba hatuna uwezo wa kupiga hatua bila yeye. Neno la Mungu anasema kwamba what God really did, the only thing that this woman needed, what we all need is forgiveness. Kwa sababu Mungu akiangalia, hatuna uwezo wa kulipa dhambi zilizoko katika maisha yetu. Hatuna uwezo wa kulipa dhambi zilizoko kwenye misingi ya familia zetu. Hatuna uwezo wa kulipa. The only thing that katika nafasi yake ya mercy, he can offer forgiveness. Mimi naamini kwamba tunapoelekea ni pakubwa 2025. Tunaelekea kwa kubwa kwa sababu kuna uchaguzi. Tunaelekea pakubwa kwa sababu kuna ahadi za Mungu ambazo anataka kuzitimiza katika maisha yetu ndani ya huu mwaka. Lakini leo hii natamani tuende mbele za Yesu, tukamwambia Yesu, kweli tunaona umezungumza na sisi kwa njia ya ndoto, ya kwamba tunashindwa kupiga hatua kwa sababu kuna hizi madhabahu zinasimama kuzungumza na sisi, kuzungumza mbele yako. The Bible says the enemy is accusing us day and night. Ona namna ambavyo shetani anafanya kazi. Yaani wakati umelala shetani anakuaccuse, asubuhi yako shetani anakuaccuse. Uko unapambana kwenye interview, shetani amekaa pale anamwambia Bwana Yesu, hichi kiti hichi. Hivyo nakumbuka babu yake makubaliano yetu. Hivyo unanielewa? Yaani if the enemy is always accusing us 24 hours, manake hata katika interview yako, he's standing amefungua file lako, anasema kumbuka, kumbuka, kumbuka. Leo natamani tufungue mioyo yetu mbele za Yesu. Tutaenda kumwambia Bwana Yesu, umezungumza na sisi. Umetufundisha kupitia huyu mwanamke. Kuna eneo ambalo umekuwa ukizungumza na mimi, also namna ya kusow in the body of Christ. Lakini tuamini kwamba whatever we sow in the body of Christ we shall reap. Ndio maana nasema kwamba sadaka ambazo tutazitoa siku ya leo zisiwe sadaka za kawaida. The Lord always told me, says, see, every offering is a seed. If they sow faithfully, they will reap. Ni wapi ambapo nataka leo kuvuna in the body of Christ? Unapewa nafasi ya kuofa katika eneo lolote katika this body of Christ. Any place that you want to sow in this body of Christ. Hii offering yako mwambie ni it's between you and the Lord. Kwamba Bwana Yesu, kuna hii hatua nahitaji. Labda ni kwenye uzao, labda ni kwenye kazi, labda kwenye biashara. Kitu ambacho leo hii Yesu anatupa ni msamaha. Lakini lazima tukubali kwamba tuna haya makosa mbele yetu ambayo amezungumza na sisi muda mrefu. Twende mbele zake katika hii ibada ya shukrani. Twende kumwambia Bwana Yesu tusaidie, kwa kuwa tunajua kwamba katika shukrani Mungu atarelease mercy, na katika hii mercy tutapiga hatua katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi mmeelewa somo la leo? Naomba msimame. Tutaenda kuimba wimbo fanya jambo jipya, Bwana Yesu. Lakini pia naenda kukupa dakika chache za kuzungumza na yeye aliyokuita hapa siku ya leo. Mwambie Bwana Yesu, nimesikia neno lako. Yamkini ni yule ambaye nilikuwa nawaza sistahili kugusa the body of Christ kwa sababu unafanya mengi nje ya kanisa. Leo hii Yesu anatukumbusha kwamba bado anatamani mwili wake tuangalie. Lakini ni muhimu sana tujue kwamba tunavyoalikwa sehemu kokote tunapoenda,
tu angalifu, tu discern roho ya Mungu. Lakini zaidi ya yote natamani leo hii mguse Yesu. Mguse Yesu kwa namna ambavyo unazungumza naye. Mguse Yesu, mwambie Bwana Yesu, nimekuja kwako, kweli niangalie maisha yangu. Natamani unipe hatua ya kuishi zaidi katika hili eneo la kazi ulionipa, biashara, ndoa yangu. Nahitaji hatua zaidi katika malezi. Hebu zungumza na Yesu asubuhi ya leo. Baada ya hapo tutaenda kwenye maombi. Tutaomba hatua moja, tutaingia kwenye maombi. And what I'm just going to do, nitaenda kutamka msamaha. Neno la Mungu linaniambia katika kitabu cha Yohana 20:21, wakati Yesu sasa anazungumza na wanafunzi wake, neno la Mungu anasema, basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka nyinyi. Nanyi naye akisha kusema hayo, akawavuvia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakawaondolea dhambi wameondolewa, na wote mtakawafungia dhambi wamefungiwa. Leo hii tunatamani kama namna ambavyo Yesu ametupa neema ya kupokea Roho wake Mtakatifu, leo hii kama watumishi wake na kama mtumishi wake, I just want to declare forgiveness. Declare forgiveness kwako. Kama namna ambavyo Yesu ametupa kibali na ametupa mwongozo ya kwamba tumepewa neema aidha ya kusamehe, na kwamba tukisamehe Mungu naye atasamehe na Mungu atakupa breakthrough. Leo hii Mungu ameniambia kwamba tutamkie msamaha. Lakini kabla tujaenda kwenye msamaha, zungumza na Bwana Yesu katika hizi dakika chache. Karibuni praise team. Natamani ufunge macho yako, mwangalie yeye. Katika ule mkutano kulikuwa kuna watu wengi, Mafarisayo, kulikuwa kuna watu wengi walioalikwa, lakini yule mwanamke alimwangalia Yesu. Natamani ufunge macho yako. Let your focus be on him. Let your focus be on him. Let your focus be on him. Nimwambie Mungu akupe hatua siku ya leo. Tunaendelea kuimba, nena mbele za Mungu, zungumza naye. Zungumza naye, zungumza naye, zungumza naye. Zungumza naye. Wengine ni muda wa kuomba toba, omba toba mbele yake. Bubujika mbele yake. Ongea naye, ongea naye, ongenea. Baba, katika jina la Yesu tunakuja kwako hata muda huu Bwana. Asante Baba kwa kuwa tumesikia neno lako. Asante Baba kwa kuwa tunakiri ya kwamba sisi ambao Mungu kiangalia kwenye Mungu wa roho ni wale ambao Mungu tumetangazwa na inajulikana kwamba Mungu tuna dhambi nyingi. Lakini Mungu, asante kwa nafasi ambayo Mungu umetupa kuja mbele yako siku ya leo Bwana. Asante Baba kwa kuwa kusudi lako katika wingi wa rehema zako Bwana ni kutupa hatua. Katika wingi wa fadhili zako Bwana ni kutupa hatua. Bwana, tunakuja mbele zako. Tazama, kuna yule ambaye Mungu anatuaccuse hata siku ya leo Bwana. Katika hii hatua Bwana ya kusherehekea mwaka wa pili katika hii huduma Bwana. Mungu, tunajua kwamba kuna yule adui, kuna kitu anazungumza. Bwana, tunakusihi uwezo wa kuona Mungu mwaka mwingine, uwezo Mungu wa kupata baraka nyingine ambazo Mungu zinaweza kutuvusha katika huo mwaka mwingine Bwana. Baba, tunakuja kwako kama kanisa. Tunaomba Mungu turehemu. Baba, tunakuja kwako kama kanisa. Baba, tunaomba turehemu Bwana. Tazama Mungu, kuna haja ya kuona mwaka mwingine. Lakini Mungu, tunakuja kwako Bwana katika vingi ambavyo Mungu unaviona ambavyo kama kanisa hatukufanya sawa. Baba, tunakuja kwako, tunaomba rehema Bwana. Tunaomba rehema Bwana. Tunaomba Mungu turehemu. Tunaomba Mungu turehemu. Tunaomba Mungu turehemu. Tunaomba Mungu turehemu. Tunaomba Mungu turehemu Bwana. Baba, tunakuja kwako, sio kwamba tu watakatifu Bwana. Kuna sema Baba Mungu tulishinda kujua na utuazia. Kuna sema Baba Mungu tulishinda kuimplement mapenzi yako Bwana. Kuna sema Baba Mungu tulishinda kukusikia na tukashinda kufanya na Baba Mungu unataka kuyafanya katika na majira Bwana. Ndio maana Mungu tulikiangalia katika miaka miwili Bwana. Bado Mungu kuna sababu Mungu ya kusema Mungu turehemu. Tunajua kwamba Mungu tumefika katika huu mwaka wa pili ni kwa neema yako Bwana. 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 Lakini Mungu, naomba hata kwa ajili ya wengine ambao Mungu tumekusanyika siku ya leo. Tazama Mungu, tunaona miaka mingi kwenye ndoa. Tazama Mungu, tunaona ahadi nyingi hata kwenye biashara zetu Bwana. Ni ahadi ambayo Mungu umetupa. Ahadi kwenye ndoa zetu ya miaka mingi zaidi. Ahadi Mungu kwenye nafasi yetu ya uongozi ya miaka mingi zaidi. Ahadi Mungu ya malezi ya watoto wetu miaka mingi zaidi. Lakini Mungu, tumekuja kwako kwanza kuyajenga. Kwa kuwa Mungu tunajua kuna zile dhambi ambazo ni nyingi sana Bwana. Ni nyingi sana Bwana.
lakini Baba tunakuja katika wingi wa rehema zako, na ile damu ambayo Mungu ilimwagika pale msalabani, hata Mungu ile damu ambayo Mungu ilitoka kwenye miguu yako kupitia ile misumari ambayo Mungu ilipigiliwa, tunakuja kwako Baba, tunaomba rehema, tunaomba rehema ya Bwana, tunaomba rehema ya Bwana, tunaomba rehema ya Bwana Baba, katika kila nafasi ya ukuu ambayo Mungu umetuahidi. Hatujui Mungu ni principle gani ambazo Mungu mababu zetu walizitumia kufika Mungu walipofika, lakini Baba leo hii tunakuja kwako na Baba tunakuomba rehema, tunakuomba rehema, tunakuomba rehema ya Bwana, tunaomba rehema ya Bwana, tunaomba rehema Mungu katika hii rehema, kwa kuwa Mungu tunaangalia miguu yako ambao Mungu tunatamani hatua zaidi, tunatamani Mungu redemption, tunatamani Mungu redemption, tunatamani Mungu tukomboe hata na mauti ambayo Mungu inasimama kinyume na uhai wetu wa Bwana, inasimama kinyume na mafanikio yetu wa Bwana. Ndio maana Mungu tunapanda tunashuka kuvuna, kwa kuwa Mungu kuna mauti ambayo Mungu iko kila tukipanda ya Bwana. Baba tumekuja kwako, tunaomba turehemu kama yule mwanamke ambaye Mungu alikuja kwako. Tunajua kwamba Mungu tulivyo navyo havina thamani ya kuweza Mungu kulipa madeni ambayo Mungu tulionao kwenye ulimwengu wa roho. Tazama Mungu ni roho, unaangalia Mungu principles za kiroho, unaangalia namna ambavyo Mungu zimekuwa implemented kwenye familia zetu. Ni wapi Baba Mungu atukisimama na neno lako? Ni wapi ambapo Mungu baba zetu akusimama? Ni wapi ambapo Mungu mama zetu akusimama? Baba leo hii tunakuja kwako, tunaomba Mungu turehemu katika hii ibada ya shukrani ambayo Mungu tunajua imebeba hatua yetu zaidi ya kuona mwaka mwingine, ya kuona maendeleo zaidi, ya kuona Mungu maendeleo zaidi. Baba tunakuja mbele zako kwa toba, tunaomba Mungu turehemu, tunaomba Mungu turehemu, tunaomba Mungu turehemu, tunaomba Mungu turehemu. Rehemu misingi ya familia zetu ya Bwana. Tazama Mungu ile damu ambazo zimemwagwa, tazama zile damu ambazo zimemwagwa, tazama Mungu kafara ambazo zimetolewa. Leo hii Mungu tunakuja kwako, tunaomba mercy, tunaomba mercy ya Bwana, tunaomba rehema ya Bwana, tunaomba rehema ya Bwana, tunaomba rehema ya Bwana. Ni kweli Mungu tunaona ahadi zako ziko karibu, lakini tunashindwa kuzifikia kwa kuwa Mungu tunajua kuna madai, na haya madeni Mungu hatuwezi kuyalipa, hatuwezi kuyalipa Bwana, hatuwezi kuyalipa Bwana, hatuwezi kuyalipa Bwana. Ndio maana akamwambia Farisayo, akamwambia Simoni, sikia ya kwamba kuna wawili ambao wanadaiwa lakini hawawezi kulipa madeni yao, lakini tazama huyu mwanamke amekuja, amegusa moyo wangu, amegusa miguu yangu, amegusa mwili wangu. Leo hii Baba tumekuja kukugusa na machozi yetu, tumekuja kukugusa na toba ambazo Mungu zinatoka kwenye mioyo yetu ya Bwana. Baba ni kweli hatuwezi kulipa madeni ambayo Mungu naona kwa ulimwengu wa roho, lakini Baba katika wingi wa rehema zako Baba tunaomba uturehemu, katika wingi wa rehema zako Baba tunaomba uturehemu, katika wingi wa rehema zako na fadhili zako Bwana. Leo hii Mungu tunaomba uturehemu, tunaomba uturehemu Bwana, urehemu kazi zetu Bwana, rehemu biashara zetu Bwana, rehemu ndoa zetu Bwana, rehemu zetu Bwana. Baba tunakusihi turehemu, rehemu Mungu kazi zetu, rehemu Mungu nafasi zetu. Baba tunaomba turehemu, tunaomba turehemu Bwana, tunaomba turehemu Bwana, tunaomba turehemu Bwana. Ninakupeleka Baba, tunakuja kwako. Ni madeni Mungu yaliyoko ni mengi, hatuwezi kuyalipa, lakini Mungu angalia mioyo yetu asubuhi leo. Katika muda huu Bwana tunakusihi, katika wingi wa fadhili zako Bwana uturehemu, uturehemu Bwana, kwa kuwa Mungu umetuita, tumekusanyika hapa, tumesikia neno lako, lakini Mungu tunajua kwamba neno lako sio la kurudi bure na sio la kuanguka bure lisizama itunda Bwana. Baba tunasema asante kwa kuwa Mungu tunajua ya kwamba Mungu umesema tukiomba na tukiamini Baba tumepokea. Na sisi Baba tunaamini ya kwamba Mungu umetusamehe. Sio kwamba Mungu tunaweza kulipa madeni ambayo Baba tunadaiwa kwenye ulimwengu wa roho, lakini Mungu katika wingi wa rehema zako na fadhili zako Bwana. Baba tunaamini katika maombi ambayo Mungu tumeomba katika mioyo yetu Bwana, tunaamini Baba umetusikia. Lakini Mungu tunaamini ya kwamba Mungu ile ahadi ya msamaha leo hii tunaipokea. Na mimi Bwana kwa mamlaka ambayo umenipa,
Nina declare kwa watoto wako msamaha. Nina declare msamaha katika nafasi za wewe Bwana ambazo Mungu zimebeba hatua za mafanikio yao. Mungu, nina declare msamaha katika ile nafasi ambayo Mungu imebeba dhambi nyingi. Bwana Baba, nina declare msamaha wako katika kila nafasi ya uongozi. Nina declare msamaha katika kila nafasi ya mfanyabiashara mkubwa ambao Mungu umeweka huko ndani yake. Baba, nina declare msamaha Mungu katika wale ambao Mungu wanaona hatua kwenye ndoa zao, lakini Mungu leo hii na declare msamaha kwao. Bwana Mungu, nakusihi kwa wale ambao Mungu ameshindwa hata kupata uzao kwa sababu Mungu ya dhambi nyingi ambazo Mungu ziko kwenye misingi, leo hii Mungu na declare msamaha kwao. Na declare msamaha kwao sawa sana na lako Bwana, kwa kuwa Mungu umesema tukisamehe Mungu utasamehe. Na leo hii Mungu nakusihi namna ambavyo Baba na declare msamaha Mungu, nakusihi kwamba wipe away their sins, wipe away their sins. Ukawape Mungu hatua mpya katika familia zao, ukawape hatua mpya Mungu katika ndoa zao, ukawape Mungu hatua mpya katika uzao na malezi, ukawape Mungu hatua mpya katika kazi zao Bwana. Ukafungulia ile milango ambayo Mungu imebeba ukuu ndani yao, kwa kuwa Mungu hata Paulo alisema ya kwamba Mungu anaona mlango mkubwa, lakini kuna wengi ambao Mungu alikuwa anampinga. Ni kweli Mungu kuna mlango mkubwa ambao Mungu umetuonyesha, lakini pia Mungu tulikuwa tunaona sauti za mauti zikizungumza, sauti za ajali zikizungumza, sauti Mungu za kututoa kwenye nafasi zikizungumza. Lakini leo hii Mungu tunasema asante, kwa kuwa Mungu sasa na lako. Asante Baba kwa kuwa leo hii umefuta kila dhambi ambazo Mungu zilikuwa zinatuzuia kuingia katika ule mlango ambao Mungu umebeba ukuu wetu. Na sisi Mungu tunanyosha mikono yetu juu kwako. Kwa makofi Mungu tunakushangilia. Kwa makofi Mungu tunakushangilia. Kwa makofi Mungu tunakushangilia. Tunasema asante Baba katika wingi wa rehema zako na fadhili zako Bwana. Leo hii Mungu umekuwa mwema kwetu. Tunapokea msamaha wako. Tunapokea hatua katika maisha yetu. Tunapokea msamaha wako. Tunapokea hatua mpya katika maisha yetu. Tunapokea msamaha wako. Tunaingia Mungu katika ile malango ambayo Mungu amebeba hatua mpya yenye ukuu zaidi katika maisha yetu Bwana. Asante Bwana. Asante Mungu kwa kila mtoto ambaye amefika siku ya leo kusikia neno lako, kwa kuwa najua ni hawa ambao Mungu makusudia, kwa kuwa Mungu uliona ile ahadi yako, na Mungu unaangalia neno lako, unaangalia neno lako pate kulitimiza. Asante kwa kuwa hata siku ya leo Mungu kuna ahadi ambazo Mungu umeachilia ambazo zinaenda kwa manifest katika maisha ya watoto wako. Na mimi kama mtumishi wako nina kila sababu Mungu ya kusema asante kwa neno lako. Asante kwa ajili ya watoto wako, na asante Mungu kwa ambavyo Mungu umetuhudumia siku ya leo. Sifa na utukufu Bwana nakurudishia wewe hata saa hii, na katika maisha ya watoto wako Bwana endelea kutukuzwa, jina lako Mungu liendelee kuinuliwa, lakini Baba ufalme wako ukapate kumanifest katika maisha ya watoto wako sawa sana mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru. Amen. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi.